Mtazamaji wa Kawabe Media, karibu kwenye mbelenge za kimichezo. Na leo show za NBC zinarejea kwa mchezo baina ya Coastal Union na Young Africans, akimkaribisha Coastal Union kwenye uwanja wake wa nyumbani wa KMC. Na hapa tuko na mwanachama wa Young Africans. Kwanza heshima yako. Nashukuru tuko salama. Kwema kabisa. Kwema kabisa, nashukuru Mungu. Leo mna mchezo dhidi ya Coastal Union ambao wanaonekana kuwa wagumu sana kwa mara kadhaa hivi mkikutana nao. Pengine leo mnaenda kucheza na Coastal Union. Matarajio yenu nyinyi ni kuchukua pointi 3 na goli ngapi? Manake uwanja ni uwanja wa starehe, uwanja wa burudani. Mtu anakufa nyingi hapa. Kwanza ni kweli tunakwenda kucheza kwenye mechi ngumu ambayo ni ya Coastal, na Coastal ni timu ambayo inatusumbua mara nyingi. Na kwa msimu huu ama kwa mwaka huu tushawafunga Coastal mara 2. Tumewafunga ukiwa Arusha, kitu kuwafunga kwenye FA. Na leo tunakwenda kukutana nao tena. Tunaamini ni mechi ngumu, lakini kama Young Africans ambayo tunajua nini ubora wake, tumejipanga vizuri kuhakikisha kwamba tunapata pointi 3 ambazo zitatupeleka kwenye sehemu sahihi ya kwenda kutetea ubingwa wetu. Kuna taarifa nadhani utakuwa umeiona ambayo inaendelea sasa hivi huko mitandaoni juu ya upande wa pili wenzenu wameenda kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa. Kwanza ni jambo la aibu, ni jambo la kusikitisha, na sikutegemea kwamba watu wanaojiita wazee wa klabu wanaweza kufanya vitu kama vile. Mara nyingi tulizoea kwamba wale wanaoitwa makomando ndio wanafanya vitu vya ajabu, lakini wazee ni watu wa busara, watu ambao tunajua ni watu wa hekima. Leo wanatokea watu wanasema wao ni wazee wa Simba, wanakwenda uwanjani kulazimisha waingie ndani. Mnakwenda kuingia ndani kufanya nini? Leo sio siku ya mechi, wala sio siku ya kuamkia mechi. Kama mna maandalizi yenu, na maandalizi gani mnayofanya? Na kama mna mambo yenu ya kufanya, ni vitu ambavyo havitaki kuwa wazi, ni mambo yenu ya siri ya ndani. Leo wazee wanakwenda kujianika kwamba wao wamezuiliwa kwenda uwanjani, uwanja wa Benjamin Mkapa kufanya nini? Nataka pia meneja wa uwanja ule asihusike, atoke. Ni aibu na ni jambo ambalo nadhani serikali wanaweza kuchukua hatua kwa watu kama hawa. Kwa sababu haiwezekani. Yaani wanakwenda kupanga kwamba wao ndio wanapanga kwamba nani awe kiongozi wa uwanja ule. Kwamba hatumtaki huyu, tunamtaka huyu. Kwa maslahi gani? Huu ni uwanja wa taifa, ni uwanja wa Tanzania wote, ni uwanja ambao tunaamini unalindwa, ni uwanja ambao una taratibu zake. Leo mtu tu anakwenda tu kwamba mimi nataka kuingia uwanjani hapa ufanye nini saizi? Unafanya nini? Sio wachezaji kama wanakwenda kufanya mazoezi, hakuna mazoezi ya timu yenu, hakuna nini, mnakwenda kufanya nini? Sio viongozi, kwa sababu kama ni viongozi tunasema kwamba wanakwenda kwenye vikao vyao. Wazee mnakwenda kufanya nini? Kama vikao vinafanyeni klabuni kwenu, mna klabu. Kwa hiyo ni jambo la aibu, na naamini serikali ni sikivu, ipo waziri mwenye dhamana michezo yupo, lakini pia na uongozi wa Simba watakuwa wakeme vitu kama hivyo ambavyo vinafanywa na watu. Simba wamekaa kimya kana kwamba wenyewe wako nyuma yao na support hichi kinacho kubwa sana kwa viongozi wetu ambao viongozi wanashindwa kuwakemea wanachama wao. Wale ni wazee lakini wanachama wa klabu ya Simba. Simba ina uongozi wake. Kwa hiyo natakiwa kama Simba wanaongea vitu vingi. Leo wanaongea kwamba meneja amesababisha dabi haribike. Ina maana wanaungana na Yanga kwamba Yanga tulisema kwamba meneja ndiye aliyofungia milango, sio Yanga. Wakasema hapana, makomando wa Yanga. Sasa leo wanasema kwamba meneja alisababisha mechi ya dabi haribike. Kwa hiyo tunakubali kwamba Simba walikwenda na mbuzi zao pale na gari nao kutaka kuingia uwanjani kufanya nini? Kwa hicho ambacho wamekifanya leo. Wanachokifanya leo inawezekana wamebeba mbuzi zao kwenda pale uwanjani. Kwa hiyo namsifu na nimpongeze meneja wa uwanja wa Benjamin Mkapa kwa msimamo wake kwamba huu ni uwanja wa mpira. Kama ni uwanja wa mpira utaingia watu wa mpira na siku ya mpira. Sio kwenda kila mtu kuvamia uwanja unataka kuingia kufanya nini? Wana hofu meneja akiwa yule ataweza kupoteza mchezo wao na wafuata mchezo wa kimataifa. Tunauliza meneja anacheza na mangapi? Wao wanacheza na Al-Masry. Na wachezaji 11 kwa 11. Meneja anahusikaje hapo? Kwa meneja kazi yake ni kulinda miundombinu ya uwanja wa Benjamin ambao ni ukabidhiwa na serikali. Kwa mimi nimpongeze meneja kwa kazi ile aliyofanya, kwa hatua aliyochukua ya kuwazuia wale, na aisishie hapo. Meneja lazima awe mkali, meneja lazima awe imara. Amekabidhiwa dhamana na serikali kulinda uwanja ule. Kwa mimi nimpongeze meneja kwa hilo, lakini pia niwaombe viongozi wa Simba waangalie watu wao wanaowaongoza. Mara kadhaa hivi uongozi wa Simba Sport Club kama kuna mambo yanaendelea wanatumia wazee wao kama ngao, wanaogopa wenyewe kutoka front na kuongea. Ni tatizo la viongozi kuogopa wanachama wao. Kiongozi hutaki kumgopa mwanachama. Kiongozi fanya kazi yako vizuri, mwanachama atakuwa tayari kukupenda kama unafanya kazi yako vizuri. Lakini kama viongozi wana makando ndio maana wanatumia watu wengine kuwalinda. Kwa hiyo hii ni tatizo kwa vilabu vyetu hivi. Yanga tulipoamua kwenda kwenye mabadiliko ya uendeshaji wa klabu, tulimaanisha Yanga hawezi kukuta vitu vya ajabu sasa hivi. Kwa hiyo Yanga kila mtu anabaki kwenye nafasi yake, kila mtu anatimiza majukumu yake kule aliko. Hakuna mtu kumwingilia kiongozi. Kiongozi ni mtu ambaye tumempa dhamana kutuongoza. Kwa kiongozi anatakiwa afanye kazi yake, wanachama tufanye kazi yetu, mashabiki wafanye kazi yao, wachezaji wafanye kazi yao uwanjani. Tukishirikiana pamoja tupata ushindi wenyewe. Kile ambacho alichosema Msigwa kuelekea kwenye hii mechi ya kimataifa, aliomba wote tujitokeze twende kwa hapa support. Pengine kiupande wenu nyie. Sisi kama Young Africans ama mimi kama mratibu wa mkoa wa Dar es Salaam, mimi ni mratibu wa mkoa wa Dar es Salaam wa Yanga.
Sisemi kwamba nawaombea Simba mazuri, siwezi kusema hilo. Kuombea mazuri. Tumesema kila mtu akapambane na mambo yake. Kila mtu ana msiba wake, akapambane na msiba wake. Wao, mimi na mechi yangu Alhamisi na Azam, wao na mechi yao Jumatano na ya kimataifa. Wakajitahidi, wacheze, washinde, warudi kwenye ligi yetu ambayo tuko nayo. Wakishinda ni heshima kwao, ni heshima kwa Tanzania kwamba Tanzania tumepata timu kuingia nusu finali, lakini mimi siwezi kuambia kama nawaombea, hapana, mimi siwaombei chochote. Watakaojiombea wenyewe, wakifanikiwa ni wao wenyewe, wakishindwa ni wao wenyewe. Wakishinda ni wao wenyewe. Ni wao wenyewe. Sisi kama Yanga tupo, tuna mambo yetu mengine ambayo tunacheza na Azam. Tumaliza mechi leo tunacheza na Azam Alhamisi. Hatuwezi kumwombea mwenzetu wakati wenyewe tuna mechi yetu ngumu ya Alhamisi. Watu wengi wakawa na doubt kwa ile mialiko ambayo wanaotoa upande wa pili. Mwaliko wa Paul Chacha, watu wakajiuliza kwa nini Paul Chacha, au kwa kuwa upande wa pili alifanya vitu ambavyo sivyo, wakasema wenyewe mtu ataegombana nao wenyewe ndio rafiki yao. Paul Chacha ni mkuu wa mkoa wa Tabora, ni mtu mwenye dhamana kubwa ambaye amepewa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, amemeniwa na rais, kwa sisi hatuwezi kuzungumzia masuala hayo. Wamemwalika Paul Chacha, ni mkuu wa mkoa ambaye wana hiari kumwalika mtu yote kwa wanaotaka kwenye mechi yao. Wamemwalika mchungaji Mwamposa, ni hiari yao. Wanaweza kumwalika hata Engineer Harris ambaye ni mwenyekiti wa vilabu barani Afrika, kaenda kwenye mechi yao. Kwa hiyo wanaweza kumwalika mtu yote ambaye wanataka. Ila jana aliulizwa swali msemaji wao Ahmed alikamwa aliomba mwaliko akasema hawezi kualika watu upande wa pili. Sasa hiyo ni mawazo yake, na rais wa klabu ya Yanga tunaamini yeye ni rais wa vilabu barani Afrika, wana haki ya kumwalika, na naamini hata mialiko ya kualika watu wa Yanga wataleta klabuni. Ana hiari ya kwenda alikama, ana hiari kwa mtu yote ambaye atapewa mwaliko ule, na sio klabu ndiye anapewa mwaliko ile, atamwalika mtu yote kwenda uwanjani. Kwa hiyo sisi tunawasema Simba wakapambane na maisha yao na sisi tunapambana na maisha yetu. Kwa mwaliko unaenda Hamlet? Nitaenda kuangalia mpira na sio lazima nipewe mwaliko. Mimi ni mshabiki wa mpira na tiketi nitakata. Nitakwenda kuangalia mpira wa Simba na Al Masry, lakini sio kwenda kuwashangilia. Kuwashangilia siwezi kuwashangilia. Nitakwenda kuangalia mpira. Nitakwenda kuangalia. Siwezi kushangilia Al Masry, nitakwenda siwezi kushangilia Simba, nitakwenda kuangalia mpira. Unaona Al Masry mara baada ya kutoa nchini wakasema wana furaha tena kukutana na mashabiki wa Young Africans mara baada ya kutoa nchini tu. Bahati mbaya mimi sio shabiki, mimi ni mwanachama. Na Al Masry mpira ulionyesha kule Misri haukutuvutia kwamba wanaweza wakafanya maajabu. Haukutuvutia kwa kweli. Kwa hiyo kama Simba wangekuwa na timu nzuri, ndio ile kila siku tunaambia Simba timu yenu sio nzuri. Kama Simba wangekuwa na timu nzuri kama ya kwetu, mpira ungeshamaliza Misri huu. Wangemaliza Misri. Nafasi walizopata ni nyingi na wakazikosa, wakashindwa kuzitumia kwa sababu ya uwezo wa kikosi chao. Kwa hiyo kama watajipanga vizuri hapa, warekebishe makosa ambayo walifanya kule Misri, Simba anaweza kapita kwenda hatua nyingine. Tumalize hili. Kwa hiyo tunapaswa kukili na kusema kuwa Simba kikosi chao sio bora. Simba kikosi chao sio bora, na tulishasema toka siku nyingi kwamba Simba wamesajili kiushabiki. Hawajasajili kufuatana na mahitaji ya timu alivyo. Wamesajili kiushabiki, lakini wachezaji wao wote waliosajili ni watu ambao ni wa kawaida, hawana uwezo wa kupambana na mechi za kimataifa, hawana. Tena washukuru kwamba haya mashindano ya shirikisho haya ni mashindano yenye timu ambazo sio kubwa, sio kali, sio imara sana. Kama angecheza klabu bingwa, sidhani kama Simba angefika hapo walipofika. Alikama alitangaza kwamba ni Mashati Day. Leo ni siku ya kumbukumbu ya mzee wetu Karume, na watu wamesema wavae mashati. Sina hakika kwamba kwa nini Alikama aliamua hiyo